Tout de suite, info en Swahili. Ndio watizama wapendwa, tunawasalimu tena leo tarehe 7 Juni mwaka 2025. Tunao desturi ya kuweza watangazia habari zetu katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tunawakarisheni wengi kuweza kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Bila ugao tutafungulia ukurasa habari zetu na habari yenye kutokea kwenye urais. Tuweza kujulisha kusema kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza hivi kuongoza tangu jana Ijumaa huko kijiji cha Umoja ya Afrika mkutano wa ushauri wa mawaziri kama vile desturi ya kila Ijumaa. Rais alianzia kwa kusemea kuhusu wizi wenye kufanyizwa kwa silaha hapa mjini Kinshasa. Hali hiyo ya wizi yamefanyizwa mchana na kumikoa mbalimbali, kuma barabara kubwa na kusupermarché na shirika ya kiserikali. Hali hiyo yanaleta ukosefu wa usalama, yanaleta woga kwa raia na yanaleta pia mawazo mengi kwa wakahaji. Ndiyo jambo ambalo liweze hivi kupitikana tangu tarehe 30 Mai mwaka tunayo. Kikundi cha wajambazi waliweza hivi kushambulia kusema wakambiste kueneo ya University ya Kinshasa. Kutokana na jambo lilo, rais anaomba ukingi mafikara ya wananchi yanapasha hivi kutumika na kurudisha mambo yote yawe sawa. Aliomba kwa VPM wa ndani, waziri wa kiserikali ya usikai na sheria na wa VPM wa ukingo waweze hivi kuangalia jambo lilo kwa kuweza limanizike hapa mjini Kinshasa, kwa sababu raia wanapasha kuishi katika hali nzuri. Waendelee na kufanya uchunguzi mahali mbalimbali kwa kumaniza jambo lilo. Kwenye baraza la bunge ama Assemblée Nationale, mtoa ripoti wa baraza la taifa Profesa Jacques Njoli Esengelikeli akisindikizwa na wateule wa moja wa kitaifa memba wa baraza ya wanabunge wa Francophonia walikuwa na masiminizi na OIF uliongozwa na balozi Mireille Bersete Cohen ambaye ni mjumbe wa Swisse pembeni ya UNESCO. Ukomo wa safari yao hapa Kinshasa kutokana tu na surulisho yaliyochukuliwa katika mkutano wa mara 19 ya Francophonia yaliyofanyizwa mwezi wa 10 mwaka jana pale mjini Paris nchini Ufaransa. Wakati wa masimilizi yao, wateule wa kitaifa memba wa OIF walionyesha kujitolea kwa katibu wa OIF kwa hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yapita miaka 30 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameshambuliwa na Rwanda. Ni kusema mwishowe balozi huyu wakati alikutoka nje aliweza hivi kujulisha kwa watunga gazeti ukomo wa safari yao hapa ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu baraza la wazee ama Sena, tutaweza kujulisha sema kwamba Mseneti Carole Agito alisemea katika kilele kilichofanyizwa tangu Jumatano kuliongozwa naye presidenti wa baraza la wazee Jean-Michel Sama-Lukonde kuhusu tu mipango mitano ya ratification. Waziri wa pesa Dudu Famba, mpango ambalo ulileta changamoto kwa serikali kwa jinsi tu ya kusaidia majimbo kwa maendeleo ama pesa ambazo zinastahili kusaidia majimbo hiyo kwa kuweza hivi kuendelea mbele. Mseneti Carole Agito alionyesha waziwazi ya kwamba jimbo lake alifaidike na msaada wa maendeleo huo yapita miaka 6, ambaye aliomba kwa waziri Dudu Famba katika mpango huo aweze hivi kuangalia pia jimbo lake ya Bazwele ambaye ni mchaguliwa wa jimbo huo. Mchaguliwa wa Bazwele aliweza vile vile kusemea tu kuhusu ripoti ambaye waziri wa pesa aliweza kufanya kutokana tu na kazi yake wakati wa maonyesho wa mpango huo wa ratification. Ndiyo yalikuwa ya muhimu ambayo yaliweza kusemea huku kwenye baraza la wazee.
Habari nyingine tutaweza kwa jucho sema kwamba ujumbe wa ANAPEX ulioongozwa na mkurugenzi Mike Tambwe Lubemba wamemaliza kazi yao pale Morocco tangu tarehe 26 hadi tarehe 31 Mai mwaka tunayo. Kazi hiyo yalifanyizwa na shirika ndogo ya Morocco Amedie, ambako walikuwa na masimilizi na wengine wa ekosisteme ya biashara wa Morocco kwa kuzidisha tu mahusiano baina ya ANAPEX na sekta ya kutuma vitu. Safari hiyo yanaruhusia kwa ANAPEX kujua utaalamu ya Amedie kwa kuuzisha matunda ya biashara ya kilimo ya Kongo sawa vile kahawa, fromage, asali, miwa, miti, avokate, embe, nanasi, mafuta ya soya, na yalikuwa shabaha kushirika ndogo mbili hiyo kufanya saini ya mapatano tu ya ukingo na kuweza hivi kunyanyua kazi ambalo litakuwa linafanyizwa katika mashirika mbili ndogo hiyo. Eneo ya RTNC Otuele yametengenezwa ambako yanakokota viongozi wengi kuweza hivi kuangalia sawa vile mteule Bismike Bohele Lola Samia ambaye ni mteule wa jimbo wa mtaa wa Wacha, yaliongozwa na kiongozi wa jimbo Damase Esole Kesole Kaya, akisindikizwa na mjumbe wa sendika Jerome Bokenda. Mheshimiwa Bismike Bohele aliweza hivi kusifia kazi ya liwali Jaba Komito Gambo ambaye ametoa pesa na kuomba waendelee na kazi hiyo hadi mwisho, sawa vile kusema mfataji mkubwa wa RTNC mchaguliwa wa Wacha aliwapelekea vifaa vya kazi vya ofisi ya kazi ya RTNC. Kiongozi wa jimbo Damase Esole amemshukuru kwa jina tu ya watumishi wa kazi wote. Ni kusema mteule huyu ameaga kurudia huko kwa kuweza kufungula ofisi ya kazi hiyo, wakati kazi yote ya kutengeneza RTNC hiyo yataweza hivi kumanizika, ambaye anatamania yeye ambaye ataweza kwenda kufungua nyumba hiyo wakati kazi hiyo yataweza kumanizika. Mteule wa kitaifa wa zamani Lusenge Bonane Jerome amesifia kukutana kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na mpinzani Martin Fayulu huko kwenye kijiji cha Umoja wa Afrika. Bila kugawia, tufuate ripoti. Kuna vitu ambavyo vinaanza tunakuwa tunatapa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hii kiburi yenye iko nayo juu ya kukataza Paul Kagame na Rwanda kubalkanize RDC. Nchi yetu ilikuwa na lazima ya mtu mwenyewe hawezi kuwa korombi, hata unaleta nini. Na huyu mtu ni bahati ya Mungu kutuletea huyu mtu jinake Felix Antoine Tshisekedi. Ndio maana ni kwa hiyo tu tunamkumisa, tunamshukuru na tunampigia mikono sisi wakongomani wote. Kwa wewe Fayulu umechukua bomo mama ya kuja hapa, on a besoin de gens pour aider à corriger les gens naona biko ba faiblesse za boyo. Bon, tous les pays du monde, même Kado bana ipatia French, sema no tunakutia kuongozi ya Nations Unies. Tunakutia basi ni kusema na reconnaître que vitu vinasema kumbe ni kweli, wewe ndio défendre pale kwa ile position tunakupatia. Donc avec cette réalité là, watu wa Senko wanaweza kuja na idea ya kujenga nchi. Habari nyingine tuweza kwa jusho sema kwamba wakati wa masimnizi yake na Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na mpinzani Martin Fayulu Alhamisi huko ku Palais de la Nation, presidenti wa muungano wa vijana wenye elimu wa Kristo Benjamin Chitadi aliweza hivi kusifia mawazo haya. Kwake yeye presidenti huyu alisema kwamba nchi yapo katika wakati mbaya inaomba mategemeo kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa nguvu amefanya ya kuondosha adui nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na akaomba kwa wapinzani wengine kuwa na roho ya upendo wa nchi na kuwa pamoja na kwa kukataa tu ugawanyo wa nchi, kwa sababu katika umoja na upendo ambayo
tunaweza hivi kushinda adui. Ndiyo aliweza kuomba kwa vijana ama kwa mtu yeyote mkongomani kuweza hivi kuwa na upendo wa nchi na kuwa na upendo wa mwenziwe, kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kushinda adui mwenye kushambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana wa Changu wanapashwa kuwa na upendo wa nchi, ndiyo kama vile Munyampara wa mtaa wa Kimbanseke anaendelea na kuomba kwa vijana hawa wawe nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kujitolea mwenyewe. Mheshimiwa Jansi Nganga anaomba kwa vijana wa IDPS Federale ya Changu wawe umoja, kuwa na upendo wa mwenziwe, kuepuka kugawanyana, ni kusema kwa jinsi tu wasimupatie adui njia ya kuweza hivi kuingia. Wote waliweza hivi kufurahika na kumshukuru Munyampara kwa kuwatembelea wapendelevu wake wa IDPS Changu. Ndiyo aliweza hivi kutetea wapendelevu wa IDPS Changu kwa namna gani wanapasha kuwa wakati huyu, wanapasha kuwa na upendo wa nchi, kupenda mwenziwe, kwa kuwa na umoja na kupenda nchi, kwa kuweza kufukuza adui mbali ya nchi. Sala kuhusu amani yaliweza hivi kufanyizwa kukanisa ya Kikristu Kinshasa chini ya uongozi wa Mtume Francisco Nata wa Ufransa. Bila kugawia, tufuate ripoti. Amani ni chombo cha muhimu kwa kuendelesha shirika na kuweza hivi kuishi pamoja. Kutafuta amani ni jambo la kila mtu. Bila hiyo hakuna mtu anaweza kuona Baba Mungu kama vile Biblia inasema. Mtume Francisco Nata Bakulumba wa Ufransa, wakati alipitia kukanisa Pentekotiste ya Makampanye mnamo mwaka wa 2024, na kwa sasa kanisa ya Kristu Victoire du Monde hapa Kinshasa, aliweza hivi kumsifia Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa mawazo ya kurudisha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ngambo ingine aliweza kutia mkwazo kuhusu tu amani yanapashwa kudumu na yaendelee katika mitaa yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa mkutano huo wa sala, Mtume Francisco Nata anatamania kusema kwamba vita hiyo ya mashambulizi yaweze kumanizika kwa jinsi amani ya kudumu yawe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika habari tunakomesha habari yetu magharibi leo. Shukrani kwa ndugu zetu walifuata majimboni hapa mjini Kinshasa, sasa zaidi pale Ubeljiji. Mwenyezi Mungu abariki, muendelee kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Charlotte Kabanga awatangazia habari hiyo katika lugha la Chiluba. Alamsiki. Tout de suite, info en Chiluba.